Miezi 20 baada ya mkasa wa bwawa la maji la Mai Mahiu, waathiriwa bado wanasubiri kufidiwa na kupewa makazi mapya. Hasira ya waathiriwa hao ilifikia kilele baada ya kijana mmoja kuzirai alipokuwa akikumbatia mti kwa nia ya kuhamasisha na kushinikiza serikali kuwafidia waathiriwa. Ni miezi 20 baada ya mkasa wa bwawa la maji la Mai Mahiu uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 60, serikali bado haijakamilisha uchunguzi kubainisha yaliyojiri. Ahadi za fidia na makazi mapya zimesalia kuwa ndoto, huku waathiriwa ambao baadhi yao hawakuwa na makazi mengine wakiendelea kusononeka, lakini wakijawa na matumaini kuwa rais atatimiza ahadi yake. Majority of the injuries that were sustained by the victims were fractures, and therefore these people cannot work. Since then, they have been depending on well-wishers, donors, and people of goodwill. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa waathiriwa hao Bernard Kamau, rais aliwapa ahadi 3: kuwapatia makazi mapya, kuwafidia na kuhakikishia uchunguzi kuhusu chanzo cha kisa hicho. If at all they have bought land for flood victims, let them come on board. Let them show us the land. They know us by name. They have our contact. Let them take us to where they have bought the land. Let them explain to us how they are subdividing the land. Let them even tell us who are these people that they have bought land for. Because since then, we have never been called to any meeting. And that makes us feel very bad. Mwathiriwa mwingine James Masharia, ambaye alipoteza watoto wawili, alisema kuwa wamegeuzwa kuwa fukara baada ya mali yao yote na mifugo kusombwa na mafuriko. Kwa upande wake Hana Njeri anasema kuwa wanafunzi wengi wamelazimika kuacha shule kutokana na ukosefu wa karo. Tumepeleka watoto shule, wamerudishwa nyumbani, hakuna watu wa kutusika mkono ili tuweze kusomesha wale watoto. Patrick Choki, aliyenuia kukumbatia mti kwa saa 72, alisema kuwa anatafuta haki kwa familia zilizopoteza wapendwa wao kwenye mkasa huo, ambao pia uliwaacha wengine wengi wakiwa na majeraha mbalimbali. Watu walipromisiwa ya kwamba watanunuliwa shamba mahali na wapelekwa hapa ili mtu aweze kujidumu kimaisha. Lakini hadi wa leo hawajai wana hiyo haki yao ambayo waliweza kuahidiwa. Charles Langat, mhudumu wa afya kutoka kituo cha afya cha Neema, alieleza kuwa hali ya kijana huyo imeimarika baada ya kupelekwa humo akiwa katika hali dhaifu baada ya kukumbatia mti kwa saa 53. Upon interrogating him, we realized that he had not even taken any oral like liquid like anything, so he had not taken anything. So the first thing we did was to give him some infusion, which was dextrose, and thereafter his condition improved. He was able to sit down and talk to us.